Leo hii tunakabidhi tuzo hizi za uandishi unaozingatia matumizi ya takwimu kwa sekta hizi mbili za afya na elimu katika kipindi cha miaka 62 ya Mapinduzi, kwa lengo la kuonyesha mafanikio yaliyopatikana, jambo ambalo linaibua hamasa kwa waandishi wetu wa habari kuwa watumiaji wazuri wa takwimu katika sekta nyingine zaidi, hasa tukizingatia mafanikio yaliyofanya serikali yetu ya Mapinduzi katika sekta mbalimbali za maendeleo ya jamii yetu. Ndugu waandishi wa habari na waalikwa wote, mashindano haya pia ni dira ya sekta zote nchini kuwa na mwamko na kuendelea kuona umuhimu wa kuwa na mtaalamu wa takwimu kwenye sekta zao kwa lengo la kukusanya taaluma bora, takwimu bora na sahihi za sekta husika ambazo zinatumika kupanga mipango ya maendeleo. Napenda sana kuwapongeza waandishi washiriki wote walioshiriki katika mashindano haya. Ushiriki wenu umeonyesha dhamira ya kuendeleza taaluma yenu ya habari, lakini pia na kukuza matumizi ya takwimu katika uandishi wenu. Kwa washindi watakaotangazwa leo, mafanikio yao ni matokeo ya bidii, ubunifu na uzingatiaji wa viwango vya juu vya taaluma zao. Aidha, tuzo hizi zisiwe mwisho wa safari, bali ziwe chachu ya kuongeza juhudi katika kuandaa habari zenye ubora zinazochochea maendeleo ya taifa letu. Serikali itaendelea kushirikiana na taasisi za takwimu, vyombo vya habari na wadau wengine ili kuimarisha uwezo wa waandishi katika matumizi ya takwimu. Kuandaa tuzo hizi pamoja na kushajiisha wanahabari kutumia ushahidi wa takwimu katika kazi zao ili kujenga uaminifu zaidi, lakini pia ni njia moja ya kuendeleza mashirikiano tulionayo kati ya ofisi ya mtakwimu mkuu wa serikali na vyombo vya habari katika kutoa taarifa, kuelimisha umma kuhusu umuhimu wa matumizi ya takwimu katika sekta mbalimbali, si tu pekee ya afya na elimu. Ndugu mgeni rasmi, tuzo hizi za leo tunazotarajia kuzitoa mapema ni ishara ya kutambua juhudi na mchango wa waandishi wa habari katika kukuza tasnia ya takwimu. Sisi kama ofisi ya mtakwimu mkuu wa serikali tunasema ni chanzo na chachu na motisha kwa waandishi wa habari wote walioshiriki pamoja na ambao hawakupata nafasi ya kushiriki. Pamoja nayo kuendelea kufanya kazi kwa bidii, lakini pia ni wito kwa wengine kuongeza juhudi katika kufanya matumizi sahihi na bora kwenye uandishi wa shughuli zao za kila siku. Aidha, napenda kusisitiza kuwa umuhimu wa kuendelea kujifunza, kushirikiana na wataalamu wa takwimu ili kuhakikisha taarifa zinazotolewa zinaendana na usahihi, wazi na zenye manufaa kwa jamii yetu. Ndugu mgeni rasmi, kwa waandishi wa leo, kwa washindi wa leo, niseme tu nawapa hongera sana, kwanza kwa kujitoa kwao kushiriki katika mashindano haya, lakini pia kuweza kufanya kazi kwa bidii kwa kutamani wapate ushindi, lakini la tatu, wameweza kupata ushindi kupitia utaratibu ambao umeandaliwa. Nyote walioshiriki pamoja na walioshinda ni washindi kwa ujumla wenu. Mmeonyesha ubunifu, weledi na matumizi bora ya takwimu katika kazi zenu. Kwa ambao hawajashinda, naomba tusikate tamaa, tuendelee kujifunza, kuboresha kazi zetu, kwani nafasi bado tunayo huko mbele. Kazi zilizokusanywa za waandishi wa habari zilihakikiwa kwa kutumia vigezo maalum ili kuhakikisha tunapata kazi zenye kukidhi viwango vya uandishi wa habari na ubora. Vigezo vilivyotumika ni ubora wa maudhui, uwasilishaji wa kiufundi, uzingatiaji wa maadili ya uandishi wa habari, matumizi sahihi ya takwimu ambazo zimechambuliwa, tathmini ya maendeleo ya miaka 62 pamoja na athari zake kwa umma. Ni dhahiri kuwa washindi wa tuzo hizi walijituma
na kuandika kazi zenye vigezo. Hivyo basi tunawapongeza kwa juhudi zao hizo, na kwa wale ambao hawakupata nafasi ya kuwa miongoni mwa washindi kwa mwaka huu, tunawasihi wasikate tamaa, bali muendelee kujifunza na kujituma ili mjiandae kwa mashindano yajayo, kwani ulimwengu wa habari unahitaji uweledi wa hali ya juu. Mheshimiwa mgeni rasmi, wakati wa kupitia na kutathmini kazi za washiriki tumebaini changamoto kuu mbili ambazo ni idadi ndogo ya kazi zilizowasilishwa, jambo ambalo lilipunguza kidogo ushindani, uelewa mdogo wa baadhi ya waandishi hasa kuhusu matumizi sahihi ya takwimu ikiwemo uchambuzi, ulinganisho na tafsiri ya data driving storytelling. Lakini hata hivyo, ili kuleta mageuzi ya kuinua kiwango cha uandishi wa habari za kitakwimu, tunapendekeza yafuatayo: kuandaliwe kwa mafunzo maalum ya data journalism kwa waandishi wa habari, kutengenezwa na kuwekwa mwongozo wa vigezo vya mashindano kabla ya kuanza kwa mashindano, kuendelea kuimarisha ushirikiano kati ya afisi ya mtakwimu mkuu wa serikali na vyombo vya habari ili kurahisisha upatikanaji wa data sahihi. Na kazi hiyo Mheshimiwa, inafanywa kwa uweledi, kwani afisi ya mtakwimu mkuu wa serikali kila wiki inatoa takwimu na ambazo zinapatikana katika peji zake mbalimbali za kimtandao. Kuendeleza mashindano ya makala za kitakwimu ili kuhamasisha zaidi waandishi wa habari kuandika kwa uweledi na kuelimisha jamii.